Uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Karibuni tena katika utangazaji mwingine kutoka taasisi ya uzima kwa wote. Mada kuu ni mwanzoni, na tuko katika ujumbe wa 28, Sara na Hajiri, Agano 2. Na tunasoma somo kutoka kwa Wagalatia 4, na tunaangalia kwa undani habari ya Abraham ambaye alipokea ahadi kwamba angepata uzao na ardhi, na alipofika nchi ya Kanani hakuwa na uzao wote. Na alifikiri kwamba ni mfanyikazi wake Eliza ambaye angekuwa amepata ahadi ile, lakini akaambiwa ni uzao wake. Na bibi yake Sara ambaye alikuwa ni tasa ambaye angepata watoto, tunaona katika sura ya 16 tunaona kwamba ni sura katika kitabu hiki ambacho haina unenaji wa Bwana. Tunaona katika sura zingine kwamba Mungu alikuwa anamtokelezea Abrahamu na anaongea na Abrahamu, na Abrahamu anafuata maagizo ya Mungu. Na tulikuwa tunaona yale Mungu alikuwa anasema yanatokea kuwa ni kweli. Lakini kwa sababu ya haja kubwa Abrahamu alikuwa nayo, para que Abraão a tomasse por mulher e assim geraria filho, ajudando a Deus na sua hata Sara mwenyewe kwa sababu ya mzigo wa haja yao hakuweza kuvumilia. Na aliambia mjakazi wake aweze kumbebea uzao ili Abrahamu apate kuwa na warithi. Na tunaona Sara anapeana nguvu ile alikuwa nayo ambao ni mfanyikazi wake, na Abraham pia kwa sababu alikuwa na uweza wa kuzalisha anapeana uwezo wake. Na kwa sababu Hajiri alikuwa ni mwanamke, aliweza kupata mtoto kupitia hiyo njia. Na Mungu hakuweza kunena na Abrahamu tena kwa miaka 13. Na Abrahamu alikuwa ameishi pale kwa miaka karibu 10. Na wakati anapata mtoto Ishmaeli alikuwa ameishi pale miaka 11 akiwa na miaka 87. Na kwa hivyo anachukua miaka ingine 13 kabla ya Mungu kumnenea akiwa na miaka 99. Na tunaona miaka 13 Mungu hakunena, na ni bila kuwa uwepo wa Mungu. Na tunaona miaka ya Abrahamu hakuwa na na tunaona Abrahamu akiwa na udhaifu kwa sababu hakuwa na usemi wa Mungu.
na wakati tunafanya mambo kulingana na mapenzi ya Mungu, Mungu anafanya kazi yake. Lakini wakati tunafanya kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Mungu anatoweka katika maisha yetu. Na tunaona kwamba wakati Mungu anakuwa hayuko pamoja nasi, siku hizo hazihesabiki. Na tunaona karibu miaka 13 Abrahamu anakosa kabisa kuwa na uhusiano na Mungu, na Mungu hakuna kitu anafanya katika maisha yake. Kwa hivyo ni muhimu sisi kuelewa, tusikue na wasiwasi, bali tusikize kwa makini maneno ama neno la Mwenyezi Mungu na kufuata kwa karibu mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ili Bwana aweze kutimiza yale ambayo anatimiza kupitia imani. Tunaona katika akiwa na miaka 99 Mungu anamtokelezea na anasema, mimi ni Mungu Mwenyezi, naweza fanya kila kitu. Mimi ni Mungu ambaye naweza fanya vitu vyote, naweza fanya vitu viweze kutendeka. Kwa hivyo tembea na mimi na ukuwe mkamilifu. Na kuanzia hapo Mungu anatoa ahadi kwamba ataongeza Abrahamu na uzao wake kwa njia kuu. Kwa neno lingine ni kwamba mambo yale ambayo yanaonekana hayawezekani nitayafanya kwa sababu mimi ni Mungu Mwenyezi. Na akatengeneza agano ambalo ni kupitia tohara, ili aweze kuleta hadithi ya Abrahamu iwe ya milele. Na ilikuwa ni kutoa govi kwa mwili wa Abrahamu, kuonyesha kwamba Mungu ategemei nguvu ya binadamu. Na nilitumia wakati mwingi jana ili kuwaonyesha kwamba tunafaa kujitoa kutoka kwa kutumika katika mwili wa kujua mema na mti wa kujua mema na mabaya. Tusitumie nguvu zetu ama ujuzi wetu. O dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, a partir desse momento, o homem se conecta. Kwa sababu mambo yote ambayo ina asili kutoka kwetu ni asili ambayo inatoka kutoka kwa mti wa kujua mema na mabaya. Kwa sababu wakati unatumia mti ule, unajua mema na mabaya. Na tunajua hata kama mambo yale yanatoka kutoka kwa mti huo ni kifo, kwa sababu inakutenganisha na Mungu. Kwa hivyo kwa njia ya kipekee ndio tuweze kukokolewa kutoka kwa kujua mema na mabaya, ni wakati mtu anapokufa ama anaposulubisha mwili wa kale. Ukufe kutoka kwa mtu wako wa kale, kwa sababu kila wakati tutakuwa tunajaribu kusaidia Mungu kwa nguvu zetu na kwa vitu vyote ambavyo tuko navyo, pesa zetu, nguvu zetu, uweza wetu. Na kama yale mambo ambayo tunafanya, kama tutaweza kujitoanisha kutoka kwa mti wa mema na mabaya. Tulisoma Warumi 7, kila mmoja anajua vile nasema kuhusu dhambi, kwamba binadamu anakuwa sulubu wa dhambi, na inasema
kwamba mimi ambaye nataka kufanya ambayo sitaki kufanya ndio nafanya, na yale ambayo nataka kufanya ambayo ni mazuri sifanye. Yale ambayo basi kama lile nisilolipenda ndilo nililotendalo, si mimi nafsi yangu nilatendaye, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa hivyo tunaweza tumia jambo hili kwa njia ambayo inaonekana ni nzuri, kwamba mema na mabaya yanatoka kutoka kwa mti mmoja, na inaleta kifo, na hatufai kuanguka katika mtego huo. Ni mtego ambao unadanganya. Katika neno la jana ilihitaji watu ambao wamekomaa katika utendakazi wa Bwana, katika yale mambo ambayo tulinena jana. Kwa hivyo sura hii hatufai kutumikia Mungu kwa nguvu ya mwili, kwa uweza wetu. Katika eneo hili la Rio de Janeiro inafaa kuwekwa huru kutoka kwa mtoto yule alikuwa ambaye alikuwa amefungwa na usulubu. Kuna mmoja alisema hapa kwamba tumemea mawingu, tuko na tumepata mabawa. Na asubuhi wakati tulikuwa tunakunywa chai asubuhi, niliambia wandogo ambao ni kutoka Manao, ambao ni watendakazi pamoja nami, kwamba kwamba katika nchi za India ama nchi hizo za nchi hizo kwamba wanatumia ndovu ambazo ni za usafiri, ambazo ziko na nguvu, kwamba wanakuza ndovu kutoka wakiwa wachanga, na wanaweka nguo katika miguu, wanaweka nguo alafu wanaweka minyororo. Na ndovu wanazoea mambo haya, ingawaje wako na nguvu ya kukata minyororo ile, wanaendelea kuwekwa katika hali hiyo bila kujua kwamba wako na nguvu ya kutoka, kwamba minyororo hii ambayo inatufanya sisi tukue sulubu imevunjwa. Tunafaa kuelewa ile nguvu Bwana ametupea katika unenaji ambao tunaisikia kila siku kutoka kwa nyimbo za vita, katika kuzama kwa neno TCS. Tuko nguvu ambayo haiwezi simamishwa, na kupitia nguvu ya neno tusikuwe tunaishi tukifikiria kwamba tumefungwa kwa mti, ambao tumefungwa na nyororo, tuweze kupaa kama tai kwa jambo lolote ambayo ilikuwa tumewekwa huru kutoka kwa mambo yote ambayo ilikuwa imetufunga, ili tuweze kupaa. Na tutauliza Mungu atuzidishie baraka zake, ili tuweze kuongezeka, tuendelee kupata vijana wengi, familia nyingi, watoto wengi, tuweze kuwa na viongozi na wazee wote wakiwa wametumika katika kanisa ambalo liko katika ufufuo, si katika njia ya tamaduni, bali katika uhuru wa roho, tukiwa tumeweka mji huu wote kwa Bwana. Na mji wa Rio de Janeiro haujamalizia katika kutekwa wote, tunafaa kuuteka wote. Tuende kusini, magharibi
mashariki, tukifika Mario, ili tuifanye kazi kwa nguvu, tufunge nyumba zote na vitongoji duni vyote tuweze kuvileta katika Kristo, katika miji ambayo katika mabunge yote, miji ya Foz, Gozu. Lazima muelewe kwamba Bwana, tuelewe kwamba sisi ni kama ndovu ambao tuko na nguvu kubwa, lakini lazima tuwe na imani kwa ile Bwana anatunenea. Kwa hivyo wandugu, wakati tunaongea kuhusu wanawake hawa wawili, Sara na Hajiri ama Haga, ambaye kwamba kwa sababu ahadi ilikuwa imepita kwa Sara kwamba angepata mtoto ambaye alikuwa ni Isaac. Lazima tusome yale Paulo alinena katika Wagalatia 4, na hivyo ndo nilifikiria kwamba hatuwezi pita utajiri huu ambao Paulo aliuandika katika sehemu hii ya Biblia. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Na uma da mulher escrava. Tunasoma mstari wa 21, Wagalatia 4:21. Niambieni nyinyi mnaotaka kuwa chini ya sheria, je, amuisikii sheria? Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja kwa mjakazi na mmoja kwa muungwana. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa muungwana na yule wa muungwana kwa ahadi. Haya, huyu mwingine alizaliwa kwa njia ambayo haingewezekana, hangeweza kuzalisha, alikuwa tasa, na haungefikiria kwamba Sara angepata mwana. Na mambo haya ni ishara ya maagano. Mambo haya husema kwa mfano, kwa maana hawa ndio kama maagano mawili, moja kutoka mlima Sinai ambalo liko Arabia, mahali ambapo tunasema ni Yerusalemu, mahali ambapo Wayahudi bado wako katika lakini Yerusalemu ambayo nimetoka juu ni muungwana, naye ndiye mama yetu sisi. Kwa maana imeandikwa, furahi wewe uliyetasa usiyezaa, paza sauti uliye wewe asiye na utungu, maana watoto wake aliyeachwa pekee ni wengi kuliko wa huyo aliye na mume. Basi ndugu zangu, kama Isaka, sisi tu watoto wa ahadi. Lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili aliyomuudhi yule aliyezaliwa kwa roho, ndivyo ilivyo na sasa. Lakini lisemaje andiko? Mfukuze mjakazi na mwanawe, kwa maana mwana wa mjakazi hatarithi kabisa pamoja na mwana wa muungwana. Ndiposa ndugu zangu, sisi si watoto wa mjakazi, bali tu watoto wa huyo aliye muungwana. Katika barua kwa Wagalatia, mtume Paulo anapeana mambo haya katika njia ya kipekee, kwamba Hajiri na Ishmaeli walipatikana katika njia ya nguvu za mwili, na kupitia Isaac ni njia ambayo haingewezekana.
lakini Mungu aliweza kuwafikia ahadi yake. Kwa nini Paulo anaandika mambo haya yote? Ni kwa sababu kanisa lililoko Yerusalemu baada ya kifo cha Stefano kulikuwa na majaribu mengi kwa kanisa ambalo lilikuwa Yerusalemu. Na majaribu haya ama mateso haya ambayo yalikuwa male yalikuwa ya kanisa ilikuwa yanatoka kutoka kwa wale ambao walikuwa wanafanya tamaduni na itikadi za Kiyahudi, na kuna mambo ambao walikuwa wanafuatilia ambayo ni ya kipekee, na mambo hayo yalileta mateso. Versículo 20 nós já lemos ontem, né? Já logo estou crucificado com Cristo. Kwamba kuna kanisa lilikuwa linafuata tena sheria za Musa. Kwa hivyo tunaposoma Wagalatia 2:20 inasema, nimesulubiwa na Kristo, na sio mimi tena ninayoishi, bali ni Kristo anayeishi ndani mwangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Hii ndio agano jipya. Kristo alikufa kwa ajili yetu, kwamba tulisulubiwa pamoja naye pale msalabani. Na usulubu huo usulubu huo uliwekwa pale msalabani. Uliwekwa pale msalabani pamoja na Kristo wakati alikufa pale msalabani. Kwa hivyo msalaba si kitu mbaya sana, kwa sababu hapo ndio tunapata uhuru wetu. Kwa sababu wakati tunafuatilia neno, wakati hatufuati neno, tunaongozwa na ujua wa mema na mabaya. Na tunaporudi katika sheria ni kuelekezwa tena na mti ule wa kujua mema na mabaya, na bila kutumia Roho ili iweze kutuweka huru ni kufuata yule mtu wetu wa kale. Kwa hivyo Wagalatia 1:4 inasema kwamba Yesu alijipeana kwa sababu ya dhambi zetu. Kwa nini? Ili atulete tena ama atukomboe tena ama atutoe kutoka kwa dhambi ama kwa dhambi ya dunia kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwamba dunia hii ambayo imepotea, dunia hii ambao tukiwa katika mtu wetu wa kale tunakuwa tumefungwa na dhambi, na ni Kristo ambaye anatukomboa kutoka kwa hali hiyo. Katika maisha yetu yote, wakati tunatumikia Bwana, kama nitakuwa sijatolewa katika kwa mtu wangu wa kale, nitakuwa kila sana jaribu kutafuta nguvu zangu nimfurahishe Mungu. Nitatolewa kutoka kwa hali hiyo vipi? Ni wakati nitatazama ukweli wa msalaba wa Yesu Kristo, niweze kusulubiwa pamoja na Kristo, ni ili maisha haya ambayo ninayoishi sio mimi ninayeishi, bali Kristo anaishi katika maisha haya ambayo naishi katika nyama, naishi ndani ya Kristo. Kwa hivyo wakati niko na mawazo hayo, nawekwa huru kutoka kwa mtu wangu wa kale. Anasema kwamba sijatoa
na anasema nimewekwa huru, na kama haki inatoka kutoka kwa nguvu zetu na uweza wetu, ama kufuata sheria za Musa, o velho homem na árvore do conhecimento do bem e do mal pensa que ele pode se justificar fazendo bem. Kama mtu anaweza pata kuwa haki mbele ya Mwenyezi Mungu kwa nguvu zake ama matendo yake, fazendo bem tá bem com Deus. Não, fazendo bem ainda está na árvore do conhecimento do bem e do mal. Na watu ufikiri kwamba wanaweza furahisha Mungu kwa matendo yao, kwamba mambo hayo ni sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwa kufanya mambo mema kwa nguvu zako, hiyo bado ni kuwa katika mti wa mema na mabaya. Lazima ukuwe unaongozwa na uzima kutoka kwa Mungu. Hapo ndio uhuru unatokea. Lazima tutolewe tuwekwe uhuru kutoka kwa nguvu zetu. Tusitegemee nguvu zetu, bali tutegemee neema ambayo inatoka kwa neema ya Mungu, ndio tunafaa kutegemea. Alafu Wagalatia 4 mstari wa 9 inasema, bali sasa mkisha kumjua Mungu, au zaidi kujulikana na Mungu, lakini wakati ule kwa kuwa hamkujua Mungu, mliwatumikia wao ambao kwa asili si Mungu. Bali sasa mkiisha kumjua Mungu, au zaidi kujulikana na Mungu, kwa nini kuyarejelea tena mafundisho ya kwanza yaliyo wanyonge, yenye upungufu, ambayo mnataka kuyatumikia tena? Yaani kwa njia nyingine, kama mmeokolewa kutoka kwa nguvu za mwili ama tamaduni za kitambo, kwa nini mrudi tena katika njia hizo? Yaani wanaturudisha katika njia ambazo ni za upungufu, ambao usifanye hii, usifanye lile, usiguse hili. Huyo ni kurudi tena katika njia za sheria. Leo hatutaki kutumia nguvu zetu ili kufanya kazi ya Bwana, lakini tutegemee neema, na neema hii inatoka kutoka kwa unenaji. Na unenaji unasema nini? Kwamba wakati unarudisha watu katika, na tunaona kwamba mambo haya kweli yanarudi, ya kurudisha watu katika njia za kale zilianza wakati Stefano aliuliwa. Na mambo haya yanatoka sana sana kwa wale ambao wanafuata itikadi za tohara. Wacha tufuate mambo haya katika unenaji. Wakati tulikuwa tunanena kuhusu Petero, Bwana alituleta katika mambo haya, kwamba tutoke kutoka kwa Sara. Tunaona katika mstari huo, tunaona kwamba walikuwa wanafanya vyema, kama wakati tunafanya mambo haya, wakati tunasoma Matendo ya Mitume 2:42, tunaona siri kwamba walifuatilia mafundisho ya mitume, kwamba hawakuwa wanafuata nguvu zao, walikuwa wanafuata mafunzo ya mitume, na walikuwa wanafuata, wakawa wakidumu katika mafundisho la mitume, na katika ushirika, na katika kuumega mkate, na katika kusali. Kwa hivyo walifuata katika usemaji, walifuata usemi ama mafundisho ya mitume. Kwa hivyo sisi hivyo tunavyofanya, tuko na vyumba vya kuongeza nguvu, tuko na ushirika, tuko na ushirika na kila mmoja hapa.
Porque aí no versículo 43, em cada alma havia Kwa hivyo temor, kila mmoja ama kanisa muitos linainuka prodígios katika e mabawa sinais zao, eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmãos, quando o Espírito na tem kwa hivyo liberdade, a tunaona igreja experimenta matendo prodígios yakifanyika, e sinais. tunaona Não mitume fica wakifanya na miujiza, limitação humana. O Espírito na tunaona voa. kanisa Então, irmãos, não likifuata podemos perder esse mafundisho, momento. wanaona Não podemos miujiza. voltar de novo para os rudimentos. Hatuwezi rudi Então, tena todos que creram estavam katika juntos e njia tinham tudo em za comum, dunia até mesmo com relação za ao kufuata apego tamaduni, às coisas na materiais, wale wote eles na estavam kila mtu desapegados à walikuwa coisa na mambo materiais. yote Todos eles pamoja, eram comum, todos eles tinham foco em fazer a vontade de Deus. No entanto, quando chegou na a walijitenga na tamaa za vitu za dunia, na walikuwa wanafuata kutimiza mapenzi ya Bwana. Lakini katika Matendo ya Mitume 8 tunaona walianza kupitia mateso, na kundi kidogo wakaanza kusema kwamba kanisa linapitia changamoto, na sababu kuu ni kwa sababu mitume wamekuwa wakinena kwamba tusifuate tamaduni za Musa ama maagizo ya Musa. Kwa hivyo lazima turudi nyuma, tufuatilie tena sheria za Musa, ndio tuweze kuwa katika njia nzuri na Wayahudi, na tuweze kufuata tamaduni zetu, ili tuwe na tamaduni ambazo tumezoea. Na hii ikaleta migawanyike kwa wale walikuwa ambao walikuwa wanafuata kweli na wale walikuwa wanafuata tamaduni za tohara, na wakarudi tena nyuma kufuata tamaduni za Musa. Na tunaona katika sura ya 11 sura ya 11 kwamba walitumwa katika mataifa na wakapokea Roho Mtakatifu na wakabatizwa katika mwili, na Wayahudi ambao walikuwa wameamini wakapokea neno na wakafanyika mwili mmoja, na kukakuwa hakuna Wayahudi na hakuna wa mataifa, hakukuwa na wanaume ama wanawake, ama walio huru na waliofungwa, sote wakakuwa ama wote wakakuwa mwili mmoja. Lakini wale ambao walikuwa ni watohara, ambao walitaka kurudi katika njia za sheria, walienda na kufuata Petero na kumkashifu kwa jinsi alivyoingia katika nyumba za watu wa mataifa, na wakakuwa na mafunzo haya kwamba Myahudi hakuwa anafaa kuingia kwa nyumba ambayo mtu hajawekwa tohara. Walikuwa wamekatazwa kuingia katika nyumba ya ambao hawajapigwa tohara. Lakini Yesu alikuwa ametoa uadui huo. Lakini tunaona Wayahudi hapa walikuwa wanataka kufuatilia tamaduni hizo. Kwa hivyo wacha tuangalie. Wacha tuende katika Matendo ya Mitume 15:1. Inasema, wakashuka watu waliotoka Uyahudi wakawafundisha wale ndugu ya kwamba msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokoka. Angalia jinsi watu hawa walikuwa na ujasiri, ambao walikuwa wanatetea kitu ambacho hakiko katika Injili. Walikuwa wanasema kwamba kama haujapigwa tohara hauwezi okoka. Na hii sio kweli ya Injili. Na mstari wa 5, lakini baadhi ya madhehebu ya Wafarisayo walioamini wakasimama wakisema, ni lazima kuwatahiri na kuwaagiza kuishika Torati ya Musa. Wandugu, Paulo alikuwa katika njia ya wasiwasi.
kwamba Roho alikuwa ameinua kanisa zuri ambalo lilikuwa huru kutoka kwa binadamu na sheria, na kulikuwa na uhuru wa Roho, na Bwana alikuwa aweze kufanya kazi mbele ama kupeleka mbele. Lakini tunaona shetani akileta watu ambao wanarudisha watu kwa sheria za Musa katika tohara, na watu hawa wakaanza kuleta kanisa katika menyororo, katika mti ule wa mema na mabaya. Lakini Kristo alikuwa ametutoa kutoka kwa sheria, na hii ndiyo somo la ndani. Kwa hivyo kundi hili lilichagua Yakobo, ndugu ya Yesu, awe kiongozi ambaye atakuwa anapinga mitume. Na kwa kanisa ni nini ambacho kilifanya kiongezeke na liweze kuwa na uongezeko? Ni mafunzo ya mitume. Lakini wakati tuko na vuguvugu hili ambalo lilitokea, lilileta uongozi mwingine, uongozi ambao ulikuwa unatoka kwa Yakobo na sio mitume, na si yule ambaye aliuliwa na Herod, lakini yule ambaye alikuwa ni ndugu wa Yesu. Alikuwa mtu mzuri na aliinuliwa aweze kuwa kiongozi wa wale ambao alikuwa amepiga tohara, na akakuwa mtu mwenye nguvu. Na tunamwona katika Wagalatia 1:19 mstari wa 18. Wagalatia 1:18 inasema, kisha baada ya miaka 3 nilipanda kwenda Yerusalemu ili nionane na Kefa, nikakaa kwake siku 15, lakini sikumuona mtume mwingine ila Yakobo ndugu yake Bwana. Kwa hivyo tunaona siasa ambazo zilikuwa zimeonekana mahali hapo, kwamba Kefa ambaye alikuwa ndio mtume ambaye alikuwa kama kiongozi alikuwa chini ya Yakobo. Kwamba Petero alipokuja Antioki, katika Wagalatia 2:12 inasema, kwa maana kabla hawajaja watu kadha wa kadha waliotoka kwa Yakobo, alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa. Kwa hivyo Petero alikuwa anakula na wataifa, lakini kwa Wayahudi haufai kufanya hivyo. Lakini kwa kanisa hakuna migawanyiko kama hiyo. Lakini hapa kuna watu walimwambia kwamba watu kutoka kwa Yakobo wanakuja, na watakapokuona ukikula na watu wa mataifa utakuwa kwa shida kubwa. Mstari wa 12. Lakini walipokuja wao akarudi nyuma, akajitenga huko akiwaogopa waliotahiriwa. Akajitenga kwa sababu alikuwa anaogopa hao ambao ni watohara. Mstari wa 15. Na hao Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye, hata wote waligeuzwa wakakuwa, hata na Barnaba pia akachukuliwa na unafiki. Walikuwa na unafiki. Lakini nilipoona ya kuwa njia yao haiendi sawasawa na ile kweli ya Injili, hii ndiyo kweli ya Injili. Huwezi toroka kutoka kwa kweli ya Injili.
ili tuweze kutolewa ama kuokolewa kutoka kwa sheria, Yesu alifariki. Na hawakuwa wanaona kweli hiyo ya Injili. Niliwaambia Kefa mbele yao wote, ikiwa wewe uliye Myahudi wafuata desturi za mataifa wala si za Kiyahudi, kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Kwa hivyo lazima tuelewe kwa undani jambo hili, kwamba Paulo alikuwa na wasiwasi kuhusu jambo hili, kwamba watu walikuwa wanatoa kanisa kutoka kwa neema, wanawaleta katika mwili, kila mmoja akijaribu kufurahisha Mungu kwa njia ya nguvu zao. Na hili ndio jambo ambalo lilikuwa katika kanisa la Yerusalemu. Walianza kukataa mafunzo ya mitume, wakawakataa neno la Mwenyezi Mungu. Na tunaona Petro hangeweza kuishi tena pale Yerusalemu, na alipoandika barua zake alikuwa nje ya Yerusalemu. Wengine wanasema anaweza kuwa alienda Warumi ama Babiloni, lakini hakuwa Yerusalemu. Kwa hivyo katika kanisa la Yerusalemu mitume hawakuwa wanasikizwa. Katika Matendo ya Mitume 21 kanisa lilikuwa limechafuka kabisa, lilikuwa limepotea njia. Kwa hivyo walipofika pale Yerusalemu, kwamba alipofika pale alienda kukwisha kujitenga nao na kuhubiri, kwamba watu wote walikuwa katika kundi la Yakobo, hawakuwa pale tena. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão Paulo, né? Na wakasikiza kile Paulo alikuwa anataka kuwaambia, alafu wakaambia Paulo, mnaona jinsi watu wengi, vile watu wengi walivyo, labda walikuwa maelfu ya watu. Kanisa la Yerusalemu lilikuwa na watu karibu 20,000, kwamba wote walikuwa wanafuata sheria za Musa, kwamba walitoka kutoka kwa neema na wakafuata sheria, wakaanza kufuata nguvu zao. Wakati unatoka kutoka wakati unafanya kazi ya sheria, kunao watakuwa na nguvu kuliko wengine. Kuna wengine watakuwa na nguvu ya kufanya kazi yao. Kwa hivyo unapotumia nguvu za mwili, kutakuwa na vitengo ya wale ambao wanaweza kuwa na nguvu zaidi na wengine ambao hawana nguvu zaidi. Na mambo hayo yote ni kwa sababu ya nguvu za mwili. Lakini Mungu aangalii nguvu za mwili. Anataka kutuokoa kutoka kwa njia hizo. Kwa hivyo wakati Paulo alitembelea kanisa hapo Yerusalemu, Gálatas 1, dá uma olhada, Gálatas 1, versículo 6, ó. Na kwa wale Wayahudi walikuwa wametoka Yerusalemu, walipoenda Galatia kuharibu, kwamba irmãos, não saia da graça. Nós estamos desfrutando da graça. Kwamba Paulo anashtuliwa na mambo ambayo watu wametoa kutoka kwa Injili iliyowaokoa kwa kuenda kwa injili ingine ambayo haikuwaokoa. Kuna wengine ambao wanataka kutoka kwa Injili iliyowaokoa kwa injili ingine, na injili ya kweli ni injili ya Yesu Kristo.
wale ambao ni watohara wanajaribu kutoa watu kutoka kwa injili ya Yesu Kristo. Mimi ama ama hata malaika kutoka mbinguni akijaribu kuhubiri injili ingine alaaniwe. Kwa hivyo mtu yoyote anapohubiri injili ambayo inapita yale ambayo umefunzwa, mtu huyo awe amelaaniwa. Kwa hivyo mtu afanywe kuwa haki kwa nguvu za kufuata sheria. Kwa hivyo sisi ambao Wayahudi ambao tumezaliwa kwa asili, tunaelewa kwamba hakuna mtu anahesabiwa haki kwa kazi za sheria. Hata ukifanya sheria vipi, hautafanywa haki kwa kufuata sheria hizo, bali ni kwa imani ya Yesu Kristo, na ni neema ya Yesu ya Mungu. Ni neema ya Mungu, kwa sababu kupitia imani sote tunakuwa kitu kimoja. Tunakuwa na mlango mmoja, mlango wa kuingia kwa nguvu ya mti wa uzima. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Kwamba sisi sote ambao tumeamini Yesu Kristo tumefanywa wenye haki, si kwa sababu ya kazi ya sheria, kwa sababu kwa kazi za sheria hakuna mmoja ambaye atahesabiwa haki. Lakini tukitaka kuhesabiwa haki kupitia Yesu Kristo, wale ambao walikuwa watenda dhambi, je, inamaanisha kwamba yeye anatumikia wenye dhambi? Hapana. Tunafanyika tunahesabiwa haki si kwa sababu ya nguvu za mwili, bali tunapoamini kwamba tumehesabiwa haki kupitia kifo na kifufuko wa Yesu Kristo. Kwamba kupitia kwa sheria, mimi nimekufa kupitia hiyo sheria ndio niweze kuishi katika Kristo. Kwamba nimekufa kutoka kwa nguvu zangu na mapenzi yangu, ndio kama vile Ishmaeli alivyozaliwa, kwamba tumeokolewa kutoka kwa mambo kama hayo kupitia kwa msalaba. Tumekufa kutoka kwa sheria na tunahesabiwa haki kwa sababu ya Kristo. Kwa hivyo sio mimi ninayoishi, bali ni Kristo anayeishi ndani mwangu. Kwa hivyo hapa si kwa yule ambaye ako na nguvu kuliko mwingine, bali uweza ni wa Mungu. Kwa hivyo kile tunahitaji kufanya ni kuamini neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunapoamini neno la Mwenyezi Mungu, capítulo 3 de Gálatas. Binadamu anapokea roho kupitia kusikiza kwa imani. Sura ya 3 inasema, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaroga? Ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa. Kwa nini alienda msalabani? Ndiye aweze kutuweka sisi huru na tuweke mtu wetu wa kale awe huru. Katika nguvu zenu, katika kujaribu kusaidia Mungu na nguvu zenu. Na Yesu alikufa ili aweze kututoa kutoka kwa laana hiyo. Je, mlipokea kupitia kwa imani ama kwa kazi ya sheria? Kwa hivyo Bwana anafanya kazi yake kupitia roho, lakini binadamu kupitia kazi ya sheria hakupokea roho. Kwa hivyo usipokuwa na roho hauwezi fanya kazi ya Bwana, kwa sababu kazi ya Bwana inafanywa kwa njia ya miujiza.
kwamba Mungu anatumia nguvu ya Roho ndani mwetu ama kupitia sisi, na hailingani na nguvu zetu. Na tunapokea Roho vipi? Kupitia kusikia na kusikia neno la Mwenyezi Mungu. Si kwa nguvu zetu, ni kwa kusikiza. Na ndio maana katika Agano Jipya kitu cha maana ama sehemu muhimu ya binadamu ni masikio, aweze kusikia kwa makini. Je, mmekuwa wajinga mna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili. Mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure. Ikiwa ni bure kweli, wale vijana ambao hawakuwa hata na maana sasa wako na nguvu, wamejaa Roho, wanazidi kuonyesha miujiza katika familia zao. Je, unataka kurudi tena kufanywa ukamilifu katika mwili? Kwamba mambo haya ambayo umepitia yalikuwa ya bure? Kwa hivyo yoyote ambaye anakamilisha ama anathibitisha mambo haya na ambaye anafanya miujiza kwetu, afanyi kupitia kwa sheria ama ni kwa kusikia kwa Roho. Kwa hivyo ni Roho anayefanya miujiza. Ni vigumu kwetu ambao tuko wachache hapa tuweze kushika mji huu wote, lakini kupitia bila Roho hatuwezi kufanya kazi hiyo. Lakini tunapoamini kwamba kazi hii ni ya Roho Mtakatifu na ni yeye anayefanya kazi hii, si kwa nguvu zetu, basi wandugu na wadada, ni vyema tukue hapa tuweze kusikia, kwa sababu kupitia kusikia kwa imani ni tunapokea Roho, na Roho huyu ndio anayetenda miujiza. Alipatia Sara mtoto na Abrahamu kupitia Sara ambaye alikuwa ni tasa kabisa. Hatungeweza, hakuna binadamu anaweza jambo hilo, lakini kupitia Roho anafanya miujiza. Bwana Yesu. Abraão, se com todo o seu esforço gerou Ismael. Ismael, Deus já predisse. Ismael será jumento selvagem. Na kwa nguvu za Abrahamu alizalisha Ishmaeli, na Mungu akamwambia, umezalisha, umetoa mtu ambaye atakuwa ni punda wa msitu ambaye ataleta shida, na atakuwa analeta shida kila saa. Na wewe ndio uliyezalisha kiumbe hicho kupitia uweza wa mwili wako. Kwa hivyo mwili unatoa ama unazalisha shida na majaribu. Kwa hivyo tujaribu Roho. Lakini Bwana akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, tembea mbele yangu na ukuwe mkamilifu. Kwa hivyo Bwana ananena kwa kanisa la Rio de Janeiro kwamba mimi ni Mungu Mwenyezi, kwa nguvu zenu hamwezi, lakini mimi ni Mungu Mwenyezi. Tembea mbele yangu. Kutembea mbele ya Mwenyezi Mungu inamaanisha nini? Ni nini? Mungu haonekani, huwezi muona. Naweza peana pambaja kwa Alex, lakini uwepo wa Mwenyezi Mungu uko katika unenaji. Na sasa unaweza tembea
unaweza tembea katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana kanisa la Yerusalemu lilizidi katika neno la ama mafundisho ya mitume, walikuwa katika uwepo wa Mungu. Na unapotembea ama kufanya kazi katika uwepo wa Mwenyezi Mungu, kanisa litakamilishwa. Tutakamilishwa tunapotembea katika uwepo wa Mwenyezi Mungu, tunaposikiza neno kwa makini. Kwa hivyo utendakazi wa sheria unafanya binadamu ahisi kwamba mwili unaweza kamilishwa, kwamba nitafunza mwili wangu, nifanye mwili wangu uwe na uweza. Na mambo haya yanaweza onekana kama mzaha, lakini nazidi kusisitiza kwamba kanisa lilijaribu karibu karne 20 kujikamilisha, na ndio maana mapenzi ya Mwenyezi Mungu bado hayajatimiza. Lakini asante kwa watumishi wa mwisho kwamba lazima tuelewe mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika Zaburi 14 kwamba Mungu anaona akiwa mbinguni. Wacha tuende pale. Zaburi 14. Hamjui? Versículo 1 diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e pratica uma abominação, inasema não há quem faça o bem. Aí o versículo 2: mjinga mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kufanya chukizo, hakuna anaye mema. Toka mbinguni Bwana anawachungulia wanadamu aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Je, wote sisi lazima tuwe ni wale ambao tunategemea Mwenyezi Mungu? Kwa historia ya kanisa, sio wengi waliokuwa wanaelewa yale Mungu anayotamani kuyatimizwe, na tuliona mambo machache sana yakikamilishwa. Hakuna kazi ama hakukuwa na njia ya kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na hakuna njia nyingine isipokuwa kupitia kwa kanisa. Kama vile nilivyosema jana, kama hatutaelewa kazi ya Bwana ama vile Bwana, kama hatutaelewa kile Bwana anajaribu kusudia kufanya, hatutaweza kukamilisha kazi yake. Kwa hivyo ni vyema tunavyopokea ufunuo huu, kwa sababu Bwana anatamani ama anahesabu kanisa kuwa mapenzi yake yatatimizwa kupitia kanisa. Kwa hivyo lazima tuwe na mtazamo na kuwa pamoja na Roho ambaye anayefanya miujiza, na kanisa liweze kuamini Roho huyu. Lakini Bwana anapoangalia chini, anaona ni kama kanisa alielewi mambo haya. Kunaye aliye hapa ambaye anaelewa. Mimi naona watu wengi hapa wanaelewa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Oh Bwana Yesu. O homem precisa entender. Romanos 3, versículo 9. Romanos 3. Warumi 3. Como diz? Warumi 3. Que se conclui temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Basi Myahudi ana ziada gani na kutahiriwa kwa faa nini? Mstari wa 9. Ni nini basi? Tu bora kuliko wengine? La, hata kidogo. Kwa hivyo si kufuata sheria na kujaribu kukamilishwa kupitia kwa mwili. Ukweli wa Injili uko tofauti, kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu.
kwamba tunaishi sasa kwa sababu ya neema. Hakuna ambaye ni mwenye haki, hakuna hata mmoja. Tunaweza kuwa na wengine ambao wamekamilishwa, lakini hakuna mmoja ambaye amekamilishwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakuna hata mmoja ambaye anaelewa ama ambaye anaweza kupambanua. Kwa hivyo lazima tuelewe jinsi moyo wa Mwenyezi Mungu unavyofanya kazi kwa kuelewa neno na ufunuo ambao katika neno. Lazima tulete watu waweze kuelewa. Kwa hivyo inasema tuko na ndugu mwema ama rafiki mwema. Tutaelewa rafiki mwema vipi? Utaelewa ndugu yako vipi? Ni kwa njia gani? Ni kwa wakati mnanena, wakati anaponena unaelewa moyo wake. Wakati unatembea na yeye na unaongea na yeye unamuelewa zaidi. Kwa hivyo unaelewa Mungu vipi? Lazima utembee na yeye kila wakati. Na utatembea na yeye aje kama yeye haonekani. Ni wakati unatembea karibu na neno lake. Kwa sababu yeye haonekani. Wakati unanena na yeye, unapozama katika neno, unazidi kuzama zaidi katika neno. Hivyo ndio tunavyomuelewa Mungu. Na tunamuelewa zaidi. Nimefika wapi? Nimepotea kidogo. Romanos 3, né? Romanos 3, 9 e 10. Bom, vamos até 12. Warumi 3 até 12, né? Então vamos para Romanos, vamos para Mateus 13, né? Isso tudo eu já falei já, né, em outras mensagens. Tuende Warumi 13. Nimenena haya mambo hapo kitambo, lakini ni vyema tuweze kurudia. Hata ni Mathayo 13 samani. Mathayo 13. Utaweza kuelewa mambo haya vipi? Kama hauna moyo wa kusikiza. Na hivi ndio maana katika Agano la Kale kidogo kidogo walipoteza masikio ya kusikiza kutoka kwa Bwana. Na ndio maana Yesu Kristo na neno la nabii Isaya linatimia kwao likisema, kusikia mtasikia wala hamtaelewa. Na ndio maana wandugu, tuko na watoto wa Mungu na maswali mengi katika kanisa, lakini wengi hawaelewi kwa sababu wako na masikio lakini hawaelewi. Wanasikiza lakini hawaelewi. Wanaona na macho yao lakini hawaoni kwa sababu mioyo yao imekuwa imefumba na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka, nikawaponya. Mungu anataka watu ambao wanasikia, wako na macho na moyo ambao unasikia na unaelewa, ili waweze kumtazamia Mungu na hao wataponywa. Hao ndio Mungu anaotaka. Na mimi natumai naangalia watu hawa. Na ndio maana mstari wa 16 unasema, heri macho yenu kwa kuwa yanaona, na masikio yenu kwa kuwa yanasikia. Kwa maana amini nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayasikia ninyi na wasiyasikie. Tushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yale ambao tunasikia sasa ametupatia macho na moyo ambao una macho yanayoona na moyo ambao unaelewa. Kwa hivyo tunafaa kushiriki vipi? Kwa kuelewa
Kuelewa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni kuishi katika uwepo wake. Na ndio maana Mungu alisema kwamba mimi ni Mungu Mwenyezi, tembea mbele zangu ukuwe mkamilifu. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha ukuwe na masikio ya kusikia, masikio ambayo yanasikia neno la Mwenyezi Mungu. Kwa wakati Mungu aliokoa wana wa Israeli kutoka Misri, jambo moja ambalo aliambia walipokuja mbele zake, walipokuja karibu na Mungu, Mungu alifurahishwa na mambo haya, kwamba watu wakuje karibu na yeye. Na jambo moja alilolihitaji ni kwamba kwa makini, kwamba unapofuata kwa karibu neno na kufuata neno lake, kwamba mtakuwa miliki yangu, kwa sababu dunia hii yote ni yangu, na nyinyi mtakuwa uzao wangu, uzao wa wale ambao wanaamini Mungu. Na Mungu anasema mimi nitafanya kazi, wewe sikiza. Mnaweza sikiza kwa makini neno langu ama sauti yangu, si kwa masomo ya shule, lakini usikize kwa makini neno la Mwenyezi Mungu na uweze kufanya yale ambayo anakuambia. Unahitaji miujiza hapa Rio de Janeiro, lazima usikize kwa makini na Bwana atatenda. Kwa hivyo ni nini ambayo ni kusikia, kuwa na masikio ya kusikia? Ni wakati tunaposikiza neno kwa imani. Wengi wale wametutembelea hawajaisikia kusikia kwa imani. Jambo hili ama neno hili la kusikiza kwa imani linatoka wapi? Inatoka katika Warumi 10:17. Warumi 10:17. Warumi basi imani chanzo chake ni kusikia, na Kiportugizi nasema ni katika Kigiriki ni kusikiza, katika Kiingereza ni kusikia. Neno hilo kitenzi kusikia ni kusikia. Kwa hivyo ni kuweza kuweka katika kuelewa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hivyo unaposikia na kusikia neno la Mwenyezi Mungu, haulisikizi kama neno mengine ama kama unaposoma gazeti. Hiyo si kusikia ile ambayo tunanena mahali hapa. Ni kusikiza, lakini siku ile na neno hapa ni kusikiza kwa imani. Unasikiza neno na unatendea kazi neno hilo. Unasikiza na moyo wako na roho yako, ambayo inafanyisha kazi imani. Kwa hivyo unaposikiza kwa imani, inafanya imani yako ikue. Kwa hivyo Abraham, wakati Bwana alipokuwa ananena na yeye, imani yake ilizidi kukua na kukua. Na vijana siku hizi sasa wanasikiza kwa makini, wanasikiza kwa undani. Kwa hivyo imani yao inaendelea kukua, inakuwa. Ndio, si kama vile tunapokuwa katika darasa ama wakati uko kwa shule unasikiza mafunzo ya kidini.
Por isso, Na irmãos, inasema hapa, ouvir da fé é o único caminho para o homem receber o na Espírito que opera basi milagres. huja kwa neno la Kristo. Gálatas e milagres. Kwa hivyo inakuja kwa kusikiza Roho ambayo anatenda miujiza, kwamba Roho ndiye anayetenda miujiza. Kwa hivyo Wayahudi wale ambao ni wa kutoka kwa tohara walijaribu kutenganisha kanisa na mitume. Hii ni Wagalatia 4:16, na ndio maana anasema katika Wagalatia, mimi nimekuwa adui kwa kuwaambia ukweli. Mimi nawaambia ukweli, lakini wale ambao ni wa tohara wanakufanya munichukie. Mnanichukia kwa sababu nafanya ukweli. Wamewafanya munichukie kwa sababu naongea ukweli. Lakini wale hawaambii hayo ili wakuwe na mambo mema kuwahusu, lakini wanataka ili tuweze kutenganishwa na nyinyi. Wanaongea vibaya kunihusu ili mimi nikuwe adui wenu, na mapenzi yao ndio muweze kuwafuata. Na watake nyinyi msikie kwa imani, kwa sababu neno la Mwenyezi Mungu saa zingine ni ngumu. Na wataki Roho aweze kufanya miujiza, na katika miji hii ya Rio de Janeiro wanahitaji miujiza, na wanahitaji kusikiza kwa imani. Na hii ndio mpangilio ama undani wa neno kuhusu Sara na Hagai, ambayo nilianza nayo katika ujumbe nilipokuwa naanza kuhusu wanawake hawa, na ilikuwa katika Wagalatia 4. Tunaona wanawake hawa wawili, Hajiri na Sara. Tuko na hii ambao tunaiona na ile ambayo ni ya kimbinguni, agano la sheria na agano la ahadi. Tuko na wana mmoja ambaye ni wa mwili, ambaye ni Ishmaeli, na mwingine ambaye ni wa roho, ambaye ni Isaka. Kwa hivyo Paulo anaeleza kwamba wale ambao ni wa imani, kuanzia mstari wa 7 mpaka 9, wale ambao ni wa imani ndio wana wa kweli wa Abrahamu. Wayahudi walifikiria wao ndio wana wa kweli wa Abrahamu, lakini wanasahau kwamba Bwana alipeana ahadi kwa Abrahamu kwamba atapata wana ambao ni wa kimbinguni, ambao watakuwa kama mchanga, ama mchanga wa bahari, ama nyota za mbinguni. Watakuwa watoto ambao ni wa kimbinguni, ambao ni wa Israeli. Lakini aliambia Abrahamu angalie juu na aone nyota, na akamwambia hao watakuwa wa nyota, na sisi ndio hao huo ndio uzao ambao ndio sisi tunapatikana, ambao ni watoto wa Abrahamu. Kwa hivyo tuelewe kwamba ndani ya Abrahamu watu wote watabarikiwa. Wale ambao ni wa imani watabarikiwa kupitia aliyeamini, ambaye ni Abrahamu. Haijalishi kama wewe ni Myahudi ama ni wa mataifa, bali wale ambao ni wa imani, ambao watakuwa ni wa Abrahamu, wale ambao wameamini. Na kwa hivyo kama wewe ni wa Kristo, na kama wewe ni wa Kristo, wewe ni mbegu ya Abrahamu kulingana na ahadi. Twende katika sura hiyo ingine,
sura hiyo ingine Mas a mstari wa Jerusalém lá de 22, cima é livre, 26. a qual é a nossa mãe. Então essa mulher livre é Kwamba Sara, Yerusalemu representada pela Sara, mas na verdade é tuko nossa huru Jerusalém kwa sababu lá do céu. Nós somos filhos tuko de kama Sara, Jerusalém lá do Sara céu, ambao ni né? A qual a nossa wako mãe. huru. Então aos olhos humanos, Sisi irmãos, era ni wana wa impossível Yerusalemu Sara ama ser Israeli inayotoka ter juu. filhos. Porém, Isaac nasceu mediante a Kwa macho ya binadamu, Sara hakuweze kupata mtoto. Ndio maana mas o da escrava Isaka alizaliwa kupitia ahadi. capacidade de gerar filhos de Abraão. Katika mstari wa Mas o da 23, promessa veio lakini pelo milagre de Deus, né? Então esse o da livre mediante a promessa. Igualmente nós, irmãos, quem lakini yule somos wa nós? mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa muungwana kwa ahadi. Quem éramos Na nós? sisi ni akina nani? Twende kwa Waefeso 2. Sisi ni akina nani? Nada, mas nada, certo? Sisi Então, hatukuwa nós katika estávamos hali ya no hawa watu wawili. versículo 12, Hatukuwa na capítulo 12. nafasi katika hawa watu Naquele wawili. tempo, Kwa hivyo sisi ni akina nani? Wacha tuangalie jambo sem hili. Cristo. Sem Tuangalie Cristo. katika Waefeso Você 2:12 você não é judeu, não kwamba somos zamani judeus, zile no meio. Você não hamukuwa na fazia parte da Kristo. comunidade de Israel. Separados Sijui da kama hapa kuna Wayahudi hapa, lakini sisi tulikuwa nje né? ya Então, Waisraeli. esperança. Sisi tulikuwa E pior ainda, ni não, né? wageni, Mas agora, tulikuwa tumetengwa kutoka kwa ahadi. nós que estáveis longe, Hatukuwa tunajua Mungu na hatukuwa ndani ya Mungu, lakini sisi ambao tulikuwa tuko ndani ya Yesu Kristo, ambao tulikuwa mbali, tumeletwa karibu kwa sababu yeye. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo, kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, naye akaisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hawa wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Kwa hivyo kupitia mtu mpya anakuja baada ya mtu wa kale kufa. Kwa hivyo tumewekwa huru kutoka kwa mtu wa kale. Kwa hivyo wale wote ambao waliamini wamekuwa mtu mpya. Kwa hivyo sote tumeshikanishwa pamoja katika mwili mpya, akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, kisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Wale ambao walikuwa mbali, akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali, na amani kwa wale waliokuwa karibu, kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika Roho mmoja. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumba mwake Mungu, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Kwa hivyo sisi ni shamba na nyumba. Je, wewe unatumika, unafanyika katika kazi, hata kama unaosha ama unasafisha? Nilipokuwa kijana mdogo nilikuwa nimeelewa kutenda kazi katika kuosha mahali pa msala, kuosha sehemu za kula. Tukiwa na vijana, tukiwa na TCS, tutumike. Hata kama ni kupeana chakula, fanya kijambo hili linafanya. Bwana si ati anafanya
anafurahishwa na kazi za mikono. Lakini unapofanya jambo hili unakuwa katika ujenzi, na Bwana anafurahisha wakati tunajengwa. Katika mstari wa 11, katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu. Tunajengwa pamoja ili tuwe hekalu takatifu katika Bwana, ndani ya Roho. Bwana anataka mahali pa kuishi. Unaweza kuwa katika hoteli hili na linaweza kuwa na nyumba nzuri katika hoteli hili, wanaosha vyumba vyako, lakini hapa si nyumbani kwako. Nyumba yako inaweza kuwa hata ya chini, lakini kitanda chako mwenyewe, nyumba yako mwenyewe, pale ambapo uko na amani, mahali ambapo uko nyumbani. Lakini Bwana anasema mbingu ni nyumba yake na dunia ni mahali pake pa kuwekelea miguu. Utajenga nyumba aina gani? Kwa hivyo Mungu atengeneze nyumba ambayo unaweza ona. Anajenga nyumba ya kiroho, nyumba ya dunia. Hii ni ya wale ambao wanajengwa katika msingi ya kiroho. Kwa hivyo kama anafanya kazi hii kwa kutujenga sisi sote, basi Bwana atapata mahali pa kuishi, na anapopata mahali pa kuishi, katika nyumba hii ya kweli, nyumba hii anayojenga iko katika ujenzi. Inapomaliza katika ujenzi, ufalme wa milenia utaingia, na Bwana atakuwa katika pumziko, na atakuwa mahali pale katika Roho, na Bwana atakuwa anatawala, na Mungu atapumzika. Na baada ya miaka 1000 shetani ataletwa na atatupwa nje. Tutakuwa pamoja katika umilele. Tutakuwa wafalme na makuhani, na tutatawala pamoja na Mungu. Na haya ndio mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo leo tuko wana wa mwanamke ambaye ako huru, si kwa mapenzi yetu, bali kwa ile kazi Bwana anayofanya. Katika mstari wa 4, kwa hivyo si kwa kupitia nguvu zetu, bali ni kwa neema. Si kwa mapenzi yetu ama kwa nguvu zetu, ni kupitia neema. Kupitia kwa neema tuliopewa kupitia kwa Yesu Kristo. Yesu ndio alitupatia. Kwa hivyo Sara anaashiria neema ambayo tulizaliwa kama wana wa Mungu, kama chimbuko la neema, ili tuweze kupata uzima. Na kupitia neema tumeokolewa. Kuokolewa kupitia imani. Katika Waefeso 2:8-9 inasema, kwa maana tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, si kwa sababu ya nguvu zetu, si kwa mapenzi yetu, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu, ni kipawa cha Mungu, kwa sababu sisi, maana tu kazi yake, kwamba tumeumbwa kwa njia ya kipekee. Kwa hivyo tunaona hapa kwamba Sara na Yerusalemu ya mbinguni inaongea kuhusu tumaini, kuhusu uzalishaji kutoka mbinguni, si kwa njia ya nguvu zetu, bali kwa neema, kwa imani.
que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é Kwa hivyo, outro senão há alguns que Paulo anasema kwamba aamini o evangelho de Cristo. kwamba watu wametoa kutoka kwa injili hii kwenda kwa injili ingine, na ameshtuliwa na jambo hilo kwamba wanaenda katika injili ingine. Katika mstari wa 7 kwamba injili hii, kwamba hakupokea injili hii ni mambo ambayo alifunuliwa kutoka kwa Kristo ili aweze kuwahubiria mataifa na si kufuata mwili ama maono ya binadamu. Kwa hivyo nilikuwa nimesoma haya, lakini katika Wagalatia 3 mstari, tulipokea Roho kupitia kusikia kwa imani. Tunapoendelea kumpatia Mungu uhuru na kufuata kusikiza kwa imani, tutapatia Roho nafasi ya kufanya miujiza na kukamilisha kazi ya Bwana. Wagalatia 5 mstari wa 4 inasema 5:4, mmetengwa na Kristo ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria. Kama unadhani kwamba utafurahisha Mungu kwa nguvu zako, basi utakuwa umetoka nje ya Kristo. Hii itakuwa ni kama Ishmaeli. Katika mstari huu unaofuata, mstari wa 3:17 unasema hivi, kwamba Torati iliyotokea miaka 430 baadaye hailitangui hata kuibatilisha ile ahadi. Kwa hivyo ahadi ile ingetumika hadi mtoto wa ahadi azaliwe. Mstari wa 21, kwa sababu kama kunge basi, je, Torati ipatane na ahadi za Mungu? Hasha! Kwa kuwa kama ingelitolewa sheria iwezayo kuiisha, lakini haki ingelipatikana kwa sheria. Kwa hivyo sheria ilikuwa ni mwalimu, alikuwa wa kutuelekeza katika Agano la Kale, wawaeke watu katika Agano la Kale kwa Mungu, ili watu katika Agano Jipya watu wote waletwe kwa Kristo. Lakini watu walijaribu kurudi katika jambo ambalo lilikuwa ni la muda. Katika 3:23 nasema, lakini kabla ya kuja ile imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa. Kwa hivyo sheria ilikuwa ni mwalimu mpaka wakati Kristo atakuja tuweze kuwekwa haki kwa imani. Kwa hivyo wakati alikuja, hatuko chini tena ya mwalimu. Hatuwezi rudi tena kwa mwalimu, kwa sababu Kristo tayari ashakuja. Kwa hivyo mwalimu alikuwa anatuleta kwa Kristo. Kwa hivyo ni makosa kurudi tena katika usulubu wa sheria wakati tunajaribu kukamilishwa kwa mwili. Kwa hivyo turudi katika sura ya 5 mstari wa 4. Wagalatia 5 mstari wa 4. Kwa hivyo Wagalatia walitaka kuendelea na sheria na ni kuendelea kuishi katika maisha ya sulubu ya mwajiri. Kwa hivyo ni kuendelea katika nguvu za mwili za kuzalisha katika mwili, lakini hivyo sio mpango wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tunategemea nguvu zake, tunategemea neema yake na nguvu yake. Kwa hivyo wale wanaorudi katika sheria wanatafuta kujitafutia nguvu zao wenyewe.
wanataka kukamilishwa katika mwili Paulo diz em Filipenses 3. na si katika nguvu za mwili. Na kwa njia hii Bwana anaelezea katika Wafilipi Bem que eu poderia confiar também 3:4, Wafilipi Querem 3:4, confiar na carne? Vocês Gálatas querem kwamba confiar na carne? Bem que eu lakini poderia mimi confiar na carne. ningeweza kutumainia mwili. Hata mimi, Paulo anasema mimi ningetumainia mwili kwa sababu nimesoma vizuri, Eu fui circuncidado ao 8º dia. naweza aminia mambo mingi, kwamba nilitahiriwa katika siku ya 8. Mimi ni Myahudi wa Mayahudi, na kulingana na sheria mimi ni Wafarisayo wa Wafarisayo, na kwa habari ya kushika torati ni Farisayo, kwa habari ya juhudi mwenye kuliudhi kanisa, kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria sikuwa na hatia, lakini mambo yale niliyakuwa faida kwangu niliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Unaweza kuwa na mambo mengi ambayo inaweza saidia kanisa, unashika kila kitu, kwamba unaelewa mambo ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu, kwamba mambo hayo yote hayana maana tena. Alifanya Abrahamu alifanya hayo na akapata Ishmaeli. Kwa hivyo hatuna utakatifu kutoka kwetu wenyewe. Usijiaminie, usione ni kama wewe ni mwema sana kwa kanisa, kwamba wewe unaangalia, unaona kwamba unaona ni kama unatumika vibaya, unaona ni kama watu hawakutumii, kwamba niko na ujuzi mwingi na watu hawanitumii. Lakini Luka 17, ngoja tusome kwa haraka. Hili lineno na Yesu mwenyewe. Unajua alipeana mfano huu kwa nani? Iko wapi? Nadhani nimepotea. Iko wapi hii? 18, né? Lucas 18 Inaweza kuwa ni 18. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e mstari wa 9. Sabe, geralmente aquele que se considera, akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Wale wanajiona wako na uwezo, wanakuanga wanadharau wengine. Kwa hivyo lazima tuokolewe kutoka kwa mambo haya mabaya ambayo yanatoka kwa mtu wetu wa kale. Na tunaona hapa kwamba katika hawa Mafarisayo ambao waliomba, Bwana, mimi siko kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Mimi kwa njia nyingine mimi nimekamilika. Lakini yule mtoza ushuru hakutaka hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Kwa hivyo Mungu hakuchagua Mfarisayo, alichukua mtoza ushuru. Kwa hivyo wale ambao wanajiinua watashushwa, na wale ambao wamejishusha watainuliwa. Kwa hivyo tunarudi tena, acha turudi tena. Hatutaki kurudi tena katika mwili, lakini wakati
rivalidade entre nós. Tunapoleta watu katika kutumika katika nguvu zao, kutakuwa na ushindani katikati yetu. Watakuwa watu wanapigania vyeo, mwingine wakijaribu kupokonya mwingine, akijaribu kutoa sehemu ya kanisa, akijaribu kupata nafasi kubwa katika kanisa. Mimi siwezi taka tukurudi mahali pale tena, lakini ningetaka wandugu, sisi sote tukoe na jambo hili ambalo ni sehemu ya watenda dhambi. Mtenda dhambi ambaye ameokolewa kwa neema, hapo ndio sisi tuko. Yale yote ambayo tuko nayo ni kupitia kwa neema. Kwa hivyo wale wanaotaka kurudi katika kufuata miili yao ama nguvu za mwili, wanataka kurudi katika sheria. Yule mwanamke aliyefungwa ni mlima Sinai. Inaashiria mlima Sadia. Ni mlima ambao ulikuwa unaashiria sheria za Musa, ambao uko katika Arabia, mahali ambapo tunasema ni Yerusalemu, ambao wamefungwa na watoto wao katika mstari wa 23. Lakini yule mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa muungwana kwa ahadi, ambaye ni Sara. Anaashiria Yerusalemu mpya kutoka mbinguni, na Hajiri ni mwenye ambaye anaashiria sheria. Kwa hivyo kwa hivyo Sara ni bibi, na Agai ni mke yule mwingine. Sara ni mke, na Hajiri alikuwa mke wa kando. Somente Sara tinha a posição de esposa. A lei. Kwa hivyo neema ilikuja na Kristo, na Musa alileta sheria, na Sara ndio alikuwa na nafasi ya mke wa Abrahamu, na Sara na Hajiri alikuwa mwanamke mwingine ambaye ilikuwa inaruhusiwa kwa kisheria. Está falando de quem? Não está falando de Sara. A Sara não conseguia dar luz a nada, não é isso? Na kwa maana imeandikwa, furahi wewe uliyetasa usiyezaa. Na inaongelea nani? Inanenea Sara. Na Hajiri alipozalisha, alipopata mimba, alimchukia Sara, na Sara alikuwa amewekwa katika sehemu ya pili, kwa sababu Hajiri alifanyika mke wa kwanza. Na ndio maana Biblia inasema furahia Sara, kwamba sisi hatungekuwa, lakini tulikuwa katika ahadi, na sisi tulikuwa wana wa ahadi kama Isaka. Na tunapotazama jambo hili kama wana wa ahadi, katika mstari wa 28 katika Petero, waraka wa kwanza wa Petero 2:10, nataka kuwaonyesha jambo hili. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Amen. Amen. Kama sisi hatunge kuwepo, lakini tuwafurahisha Kristo kwamba sisi ni watu wa Mungu sasa. Katika Ufunuo 5
Porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus mstari wa 9 na 10. toda tribo, língua, povo e nação. Nao E para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kuikitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Hii ndiyo ahadi ambayo ilipeanwa kwa Abrahamu. Na tunapomalizia katika Wagalatia mstari wa 20, Wagalatia 4 mstari wa 29, lakini kwamba kuudhi kwa mwili unapoudhi roho, kwamba mambo haya yataendelea mpaka mwisho. Katika wa Timotheo inasema wale wanataka kuishi maisha ya utakatifu watapitia katika mateso. Katika Wagalatia 1 mstari wa 7 inasema wala si nyingine, lakini wapo watu watataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Kuna wale wanajaribu kubadilisha injili ya Kristo. Katika Wagalatia 6:12, wale wote watakao kuonekana ni wazuri kwa mambo ya mwili ndio wanao washurutisha kutahiriwa, makusudi wasiudhiwe kwa ajili ya msalaba wa Kristo. Hilo tu. Watu wengi wanataka kurudi katika sheria ndio wasipitie kutaabishwa, lakini sisi hatutaki kufanya mambo kama hayo. Hata wakati tunafuata, tunaona mambo ambayo yanatuudhi, hatupendi mwili wetu wenyewe, lakini tunajua vita hivi ni za Kristo mwenyewe. Angalia vile Paulo anavyosema, kama mimi ningehubiri tohara, kwa nini mimi napitia maudhi? Kwa hivyo nitafanya usalaba usiwe na maana. Kwa hivyo nikihubiri tohara, msalaba hauna maana. Nilikuwa nataka kukuonyesha kitu katika sura ya 6 mstari wa 13. Kwa maana hata wao wenyewe waliotahiriwa hawaishiki sheria, bali wanataka ninyi mtahiriwe wapate kuona fahari katika miili yenu. Lakini mstari wa 14 nasema, lakini mimi hasha, nisione fahari juu ya kitu chochote ile msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo tusikuwe tunajivunia mambo ambayo tunafanya katika mwili. Mambo ambayo tunafaa kujivunia ni msalaba wa Yesu Kristo, kwa sababu msalaba wa Yesu Kristo umeniweka mimi huru. Msalaba wa Yesu Kristo umetuweka sisi huru. Kwa hivyo hili ndio jambo ambalo tunajivunia, msalaba wa Yesu Kristo. Kwa hivyo sio sisi, bali ni neema ambayo ni ya Mungu ambayo iko pamoja nasi. Nataka kumalizia katika Wakorintho 1:15. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 9, kwa sababu maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mitume. Watu wengi watafanya kazi
watu wengi watafanya kazi waweze kupaa katika mji wa Rio de Janeiro, lakini sio sisi, bali ni kwa neema ya Yesu Kristo. Kwa sababu neema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi, si kwa neema yangu, ni kwa sababu ya neema ya Mungu ambayo ilikuwa pamoja nami. Amen. Bwana asifiwe.